Upatikanaji wa fedha hizi. Tumeenda kugundua zipo kasoro mbalimbali ambazo nyingine wanazo wananchi wetu pamoja na vikundi mbalimbali, lakini yapo na mambo mengine kama viongozi tunatakiwa tuyaeke sawa. Kwa pamoja tumekubaliana na tumetoka na azimio kuona kwamba sasa tukakae na wananchi wetu, tukakae na wajasiriamali wetu kuona sasa fedha nyingi ambazo zilikuwepo kule zinarudi kuwafikia wananchi kama target na malengo ya Mheshimiwa Rais katika swala hili la 442. Kwa niaba ya waheshimiwa madiwani tunachukua ahadi hii kwamba tutawapa elimu wananchi wetu, lakini vile vile na mkurugenzi ametuahidi wazee kwamba atahakikisha kwamba na yeye atashuka chini kutoa elimu na kuona sasa tufanye mabadiliko kati ya mwaka uliopita na mwaka ambao unaokuja. Sosi ya kikao hichi kimekuja kulingana na uzorotaji wa fedha kuwarejea kwa wananchi. Imeonekana manispaa tunapeleka pesa nyingi lakini zinazowarudia wananchi ni fedha chache. Kwa hiyo tumechukua kwa pamoja, tumetoka na azimio kuona tukafanya mabadiliko chanya ili fedha hizi ziwafikie wananchi kama Mheshimiwa Rais alivyoelekeza. Elimu ya 10 ile ambayo imegawika kwa mafungu matatu 442, na wamekuja hapa ZEA leo kusema ukweli, hasa sisi madiwani hasa ama baraza la manispaa kati ndiyo tuliowataka ZEA kutokana na kuona kwamba lile agizo la fedha zile za 442 haziendi kama ilivyo utaratibu ama kama lengo ambalo limekusudiwa, kwa sababu kimtazamo tunaona zile fedha ya 442 zimewekwa makusudi na Mheshimiwa Rais kalipitisha hilo kwa sababu ya kuwa tumsaidie kule chini katika watu wetu wa chini, na lengo zimetakiwa kuwasaidia wale wananchi wetu wa chini kwa kwenye vikundi vyao, waunde vikundi, wakae kwa pamoja, wasajili vikundi vyao ili wapatiwe fedha hizi ili waweze kujinyanyua kiuchumi. Changamoto ni kwamba bado tuna watu wanachanganya. Unajua kuna program ya 442 alafu kuna program nyingine, mfano program ya Inuka. Program ya 442 ni mahususi kwa ajili ya kina wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ambao tukisema wanawake manake kikundi kizima kiwe na watu wawe na jinsia ya kike. Lakini bado kwenye maombi unakuta kuna mchanganyiko, unakuta ndani ya kikundi tayari kuna mwanamume, au ndani ya kikundi cha vijana tayari kuna mtu kishavuka miaka 35. Hiyo changamoto moja. Changamoto ya pili, unakuta sisi katika mwongozo wetu mkuu unasema kwamba mtu apate mkopo mara moja. Akimaliza mkopo ndio aweze kupata mkopo eza huo kwa kiwango kikubwa, au aingie kwenye program nyingine, nategemea na nature ya biashara yake. Lakini bado unakuta watu wanaomba mikopo, huku anaomba na huku anaomba. Kwa hiyo tuna stick na mkopo moja. Of course tuna changamoto nyingine, ni kwamba watu wanaomba pesa kubwa sana kuliko uwezo wa biashara walikuwa nayo. Sasa wakati tunawapa uhalisia kutokana na nature biashara yako, unatakiwa upate kiasi hichi ili uweze kumudu kuleta rejesho aidha la miaka 2, mwaka 1.5 au mwaka 1, inategemea na kima alichoomba. Unakuta hapo pia kuna tatizo. Lakini tatizo kubwa tulokuwa tunalo ni kwamba wajasiriamali wetu wengi wanakimbilia mkopo, wakati ukiangalia deep inside biashara yake ni nzuri tu, anachotaka yeye ni elimu na wengine ni fursa za masoko. Leo kilijadili changamoto kubwa, tumezichukua changamoto kwa upande wetu ambao tunaenda kuziweka sawa. Jukumu kubwa ametupa ZEA kuwaelimisha wajasiriamali wa vijana na hata makundi maalum, lakini pia tumetoa maoni tuwe tunakutana mara kwa mara na kupoa mrejesho ili kutatua changamoto kwa mapema. Kwa hiyo sisi kama baraza tunaahidi kama tutazifanyia kazi changamoto zote ambazo leo ZEA wametuelekeza ili kuwafanya wajasiriamali wetu wapate kima zaidi, au idadi ya vikundi vinavyopata mikopo iongezeke, kwa sababu idadi tunayopata kwa sasa hairidhishi, japokuwa sisi kama baraza tumetoa pesa nyingi kupeleka kwao. Mpaka sasa tumeshatoa takriban milioni 578, wakati kama milioni 50 tu zimeenda kwa wajasiriamali. Kwa hiyo tumekubaliana na tumewaahidi sisi tunataka wajasiriamali wanaopata mikopo kila mwaka iongezeke. Kwa hiyo ZEA na sisi na madiwani tumekubaliana tutaboresha changamoto zote, tutazitatua ili tuende vizuri katika mwaka wa fedha mpya unaofuata.